Baba Kardinali Paul Kapengo amegusa maisha ya watu wengi katika safari ya wito, lakini kwangu mimi naona naye alinigusa kwa namna ya pekee sana. Unajua, sisi ambao tumejaliwa sakramenti ya daraja takatifu, sakramenti ya daraja takatifu ina ngazi tatu: ushemasi, upadri na uaskofu. Sasa mimi hizo ngazi zote tatu za daraja takatifu nimezipata kupitia mikono ya Kardinali Paul Kapengo. Mwaka 95 Januari, tarehe 6 Januari alinipa daraja ya ushemasi. Mwaka 95 hiyo tarehe 23 Juni akanipa upadrisho, na mwaka 2010 tarehe 19 Machi akanipa daraja ya uaskofu, nikawa tena askofu msaidizi nikiwa nafanya kazi chini yake. Kwa hiyo mimi nikifikiria tu daraja lolote lazima nimfikirie Kardinali Paul Kapengo. Kwa hiyo amegusa kwa namna pekee sana maisha yangu, na hata baada ya kuanza utume nikiwa kama padri wa jimbo la Dar es Salaam, aliniteua kuwa kwanza mlezi wa seminari, baadaye kuwa rekta wa Visiga, na baadaye nikiwa rekta wa Visiga akanichagua kuwa mshauri wake. Maaskofu anakuwa na ile inaitwa baraza la washauri, kwa na mimi nilikuwa mmoja katika baraza la washauri wa Baba Kardinali Paul Kapengo, na hapo nilikuwa tunajadiliana tunaona mipango yake ya kichungaji anatushirikisha, basi anatafuta ushauri wetu. Kwa hiyo nilihusika katika ushauri wa mipango mbalimbali ya kichungaji ambayo Baba Kardinali alikuwa anaitekeleza wakati hata sijawa askofu, na baadaye naamini Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 alivyonichagua kuwa askofu msaidizi wa Dar es Salaam, najua kwa vyote Baba Kardinali alipendekeza majina ya mapadri kadhaa na la kwangu likiwemo humo. Ndio maana likarudi la kwangu na la Askofu Salutaris Libena. Kwa hiyo akaendelea kutuweka karibu zaidi katika utume, na tulifanya naye kazi kwa ukaribu, kwa uelewano mkubwa, kwa urafiki, akitupenda na sisi tukimpenda na kumheshimu, mpaka wote tulipotawanyika kwenda kwenye majimbo tuliokuja kupewa hapo baadaye. Kwa hiyo historia yangu ya wito na uchungaji napoanza, kwa kweli amenifundisha kazi nyingi na nitamkumbuka daima.